Boresho ya elimu na utekelezaji wake nitaeleza mwishoni. Hebu twende kwenye hilo alilosema tutajitahidi kuwekeza zaidi katika sayansi na teknolojia. Na alisisitiza zaidi katika eneo la sayansi na hisabati, lakini alizungumza swala la sayansi ya data, akili unde. Akili unde ni akili iliyoundwa. Hii akili tulionayo imeumbwa. Na sisi sasa hivi kwenye sayansi na teknolojia tunaunda akili, ndio inaitwa akili unde. Wengine walikuwa wanaita akili bandia au akili mnemba, lakini akili unde. Sayansi ya kompyuta na teknolojia za viwanda. Hili rais wetu aliahidi ndani ya bunge. Na alisema ili kufikia azma hii tutasomesha vijana ndani na nje ya nchi katika masuala ya sayansi na hisabati katika maeneo hayo aliyoyataja. Tumefikia wapi? Hii ni ahadi alitoa bungeni. Hakuweka time frame. Tunajua hiyo ni katika miaka 5 ijayo. Sasa napenda kuwaambia hata siku 100 hazijesha. Tayari utekelezaji umeanza katika maeneo yafuatayo. Katika ile azma yake ya kuwapeleka Watanzania kwenda kusoma nje katika masuala ya sayansi na hisabati na teknolojia kwa ujumla, hasa data science, artificial intelligence and allied sciences, utekelezaji wake mpaka sasa hivi ni kama ifuatavyo, na wengine mnajua kwa sababu juzi jana tulikuwa wote Dar es Salaam. Tayari vijana 16 waliofanya vizuri zaidi katika mitihani yao ya kidato cha 6, ambapo matokeo yalitoka mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 7. Yalitangazwa na Baraza la Mitihani la Tanzania. Vijana 16 kati ya wale 50 waliofanya vizuri sana wanaondoka kwenda Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, kwenda kusomea degree ya kwanza, shahada ya kwanza katika masuala ya data science, akili unde na sayansi za namna hiyo. Tuliwaga jana. Nadhani wanaondoka kesho kwenda Johannesburg. Siku 100 hazijesha. Utekelezaji umeshafanyika. Kwa nini wanapelekwa Johannesburg? Wanapelekwa Johannesburg kwa sababu hiki chuo kina utamaduni mzuri sana wa kufundisha kwanza vizuri sana masomo ya science na engineering na data science, kati ya vyuo bora sana Afrika na katika vyuo vinavyotambulika vizuri sana duniani, lakini vina muunganiko mkubwa sana kati ya taaluma inayotolewa madarasani na shughuli zinazofanywa kwenye makampuni ya teknolojia. Kwa vijana 16 wa Tanzania waliomaliza kidato cha 6 ambao wanaenda kusoma Afrika Kusini, chuo kikuu cha Johannesburg, ambao wamechaguliwa kwa kufanya vizuri tu darasani kwenye tahasusi za science ambazo zina advanced mathematics. Watakapokuwa wanasoma kule, si tu kwamba watapata elimu iliyo bora, watakuwa wanapata fursa ya kufanya kazi na kujifunza kwenye makampuni ya teknolojia yaliyoko pale Johannesburg. Katika wanafunzi hao 16 ni kati ya wanafunzi 50 ambao rais wetu alishaagiza wakati anatoa ahadi. Wakati rais wetu anatoaga ahadi, kuna mambo mengi tayari ameshasema yaanze kufanywa kazi, kwa sababu ahadi zake hazitoi bila kuwa na nia ya kutekeleza. Alishatoa maelekezo kwamba tuanze kujiandaa kupeleka vijana nje kwenda kusoma haya maeneo ya teknolojia ambayo yanaenda kwa kasi sana duniani. Sasa hivi utashangaa ukitumia artificial intelligence. Sasa hivi unaweza kuchukua kompyuta tu ukaweka, mkaongea, ikatafsiri, nikakaa sehemu nyingine nikasoma mnachoongea. Si mnafahamu hilo? Inaweza kumchukua Profesa Mushi hapa kwa picha yake, alafu ikamfanya anacheza mziki, anacheza bolingo au kwaito, au mimi nikaonekana nacheza kwaito na wakati siwezi kabisa kucheza kwaito. Kwa akili unde ina mambo hayo, lakini ni muhimu sana katika masuala ya uzalishaji ya kilimo, masuala ya afya, masuala ya ulinzi na usalama, na dunia inaenda kwa kasi sana. Hivi karibuni huenda tukashangazwa jinsi ambavyo baadhi ya kazi zitakuwa hazina umuhimu na kazi mpya zitaibuka zinazohitaji utaalamu katika matumizi ya akili unde. Kwa hiyo rais wetu alikuwa ashaagiza kwamba tuweke kwenye budget fedha za kuwapeleka vijana nje. Kwa hiyo wakati anatoa ahadi hii bungeni, alitoa ahadi kwa sababu alishatuagiza sisi, maelekezo kwetu, ahadi kwa Tanzania. Kwa hiyo tulishaweka vijana 50 kwenye kitu tulichokiita boot camp, kambi ya mafunzo, waliofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi. Katika mtihani wa kidato cha 6 walichukuliwa na wazazi wao wakaambiwa kama wako tayari vijana hao waende kusoma nje. Wamesaini hati za makubaliano,
tuliwaweka pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. Ni chuo kikuu kilichoko Tanzania pale Arusha, ambacho kinafundisha level ya masters na PhD tu. Hamna undergraduate students, lakini facilities zake ni nzuri sana. Kwa hiyo tukawachukua wale vijana wakae pale wapate mafunzo. Wengine wamemaliza form 6 hawajatumia kompyuta, ukiwapeleka nje watakuwa na kazi kubwa. Wanapata access to computer, wanafundishwa pale introduction, wanafundishwa baadhi ya maadili ya kuishi nje ya nchi na nidhamu ambayo unahitaji kufanya kule. Hawa wanafunzi 50, wengine 16, hao 16 ndio wameondoka kwenda Johannesburg. 34 bado wako pale Nelson Mandela. Wale mwaka huu wanaenda kupelekwa Ireland kwenye chuo kinachoitwa Limerick kwenda kufanya degree ya kwanza katika hayo mambo ambayo rais wetu pale bungeni aliwaahidi wa Tanzania, kupeleka kuwasomesha wa Tanzania ndani ya nchi na nje ya nchi katika masuala ya science, kuhakikisha kwamba hatuachwi nyuma. Hao nao wataenda pale Limerick kwa sababu pale Ireland ndiko kuliko na makao makuu ya makampuni ya teknolojia duniani yanataka kufanya kazi Ulaya. Kwa hiyo Google inataka kufanya kazi Ulaya. Ireland ni member wa European Union. Wale wameweka vivutio vya kikodi. Makao makuu ya Google Europe yako Ireland. Microsoft, makao makuu ya Microsoft Ulaya yako Ireland. Makampuni mengi makubwa ya teknolojia makao yao makuu yako Ireland. Na sisi tuliambiwa na wenzetu Ireland, bahati nzuri niliyopata kuongea na waziri wao mmoja aitwa Richmond, alikuja hapa Tanzania akasema wanao kwenda kusoma pale Ireland, wakati wanasoma wanaunganishwa kufanya kazi kwenye makampuni haya. Utafanya kwenye Google, Microsoft, makampuni mengine yote, Amazon unayofahamu wewe. Wana practice wanachofundishwa darasani. Na baada ya pale wanaweza wakapewa visa ya miaka 2 kufanya kazi kwenye makampuni, kupata uzoefu. Wakirudi wanakuwa ni wabobezi kweli kweli. Kwa hawa 34 tayari tumeshakamilisha taratibu, nadhani na ada yao italipwa na mwezi wa 3 huu wataondoka kwenda Ireland. Kwa hiyo ni ahadi ya rais wetu alitoa. Hii hakuiwekea time frame ndani ya siku 100, lakini ndani ya siku 116 kesho wanaondoka kwenda Johannesburg. Na hao 34 tayari confirmation ya admission kule Ireland tayari imeshakamilika. Kwa hiyo tunajua wataondoka, wataenda kusoma haya masuala kule. Zaidi ya hapo, scholarship zimetolewa. Na huu taratibu huu sisi tuliamua kuita Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Na watu wanauliza, kwani mnaita Samia bwana? Sema ni sisi tumeita Samia. Sisi ndio tumepewa maelekezo. Wizara ya Elimu, hakikisheni natenga fedha kuwapeleka watoto kwenda kusoma nje. Na kupelekwa kwenda kusoma inaitwa scholarship. Scholarship zina majina. Sasa tuite scholarship ya Mushi. Alitoa maelekezo ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Sisi tukaona kwa sababu yeye ndio kalianzisha, tulikuwa hatuna tena mambo ya scholarship hapa Tanzania, kwa heshima tuite Samia Scholarship. Kwa tumeita hivyo sisi wenyewe na tunafurahia kwa kweli. Katika huo mfumo huu wa Samia Scholarship, katika mambo ya data science, akiliunde na sayansi za namna hiyo, tunapeleka vijana 10 pale Nelson Mandela African Institute of Science and Technology kwa ajili ya kufanya masters. Tayari selection imeshafanyika, majina yameshapatikana, wanakwenda. Lakini tutapeleka wengine Indian Institute of Technology, wana kampasi yao iko Zanzibar. Ni kati ya university bora sana duniani. Na kwa kweli nampongeza sana Rais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi kwa kufanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba wanakuwa na kampasi pale Zanzibar. Kawapa majengo na kila kitu. Alijua umuhimu wa kuwa na taasisi ya kimataifa hapa Tanzania. Na sisi tuliwaambia, kama mnakuja Tanzania msije mkaanzisha curriculum yenu hapa. Hakikisha mnatumia ile ya kule, ili seneti ile iendelee kulinda ubora wa hapa kama mnavyolinda kule. Kule India kupata nafasi ya kusoma Indian Institute of Technology ni swala la kufa na kupona. Watu wanapigania kufa na kupona. Si rahisi upate kuingia kule. Kwa sababu kampasi iko hapa na pale Zanzibar tayari wanaosoma nadhani wengi ni foreigners, sio wa Tanzania. Kwa sasa kupitia Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences, tutapeleka vijana 10 pale kwenda kusoma pale Zanzibar, kwa sababu wengi hawawezi kulipia, gharama yao ni kubwa sana. Na vile vile labda tuseme katika hilo swala kusomesha kwenye science, alivyosema rais wetu tayari, na narudia tena, ukimsikia rais anatoa ahadi, humu ndani alishatoa maelekezo. Sisi tunafanya naye kazi, tunajua.
ukisikia anatoa ahadi kwa Tanzania, huku sisi kisha tupa maelekezo. Tulikuwa tunatafuta watu wa nuclear physics, nuclear science hapa Tanzania. Ni wako wachache sana. Alikuwa makamu wa rais yule alikuwa Dr. Bilali. Ni moja kati watu waliosomea huko. Lakini sasa hivi tunaona kama anapungua. Kwa hiyo alishatupa maelekezo kwamba tengeni hela mkasomesha watu nje. Tayari watu 6 washapelekwa nje katika utaratibu wa Samia Scholarship Extended kwa ajili ya kwenda kusoma masuala ya sayansi ya nuclear. Kwa hiyo narudia tena kusema hilo, rais wetu wala hakuliwekea timeline wakati anazungumza bungeni. Mimi nafurahi kusema kwamba ndani ya siku 100 tushafikia hapo. Je, miaka 5 itakuwaje? Sasa haya ni maendelezo ya yale ambayo tangu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan achukue madaraka ya nchi yetu aliyawekea msisitizo.